kubwa kabisa katika mitandao ya kijamii leo kwenye michezo na burudani ni dabi ya Kariakoo. Kupata muafaka siku ya leo, rais wa Yanga Engineer Hersi amewasili mapema leo asubuhi kwenye ofisi za BMT uwanja wa Benjamin William Mkapa kujadili muktasabali wa dabi ya Kariakoo. Lakini sio rais tu peke yake, bali ameongozana na viongozi wengine wa Young Africa Sport Club, ikiwemo makamu wa rais wa Yanga, lakini pia vile vile na viongozi wengine wa Yanga pamoja na wazee wa Yanga. Lakini pia vile vile bwana, katika kikao hiki ambacho kinaenda kufanyika mapema leo asubuhi, wamewasili watu mbalimbali kwenye kikao hicho, ikiwemo CEO wa bodi ya ligi akiwasili mapema ya leo, ambaye anaitwa Almasi Kasongo. Lakini pia vile vile amewasili Msigwa mapema ya leo bwana, msemaji mkuu wa serikali na katibu mkuu wa Wizara ya Habari, Utamaduni na Michezo, Jason Msigwa amewasili mapema ya leo. Lakini pia kubwa kuliko ni naibu waziri wa Utamaduni, Sanaa na Michezo, Mwana Ifei amewasili kikaoni leo bwana. Hii inaonyesha ni ukubwa wa namna gani wa kikao ambacho kinaenda kufanyika asubuhi ya leo, kwamba wanahitaji kupata mwafaka wa dabi ya Kariakoo. Lakini pia vile vile waziri Palamagamba Kabudi amewasili kwenye kikao hicho pia, na wote wamefika mapema on time kwa ajili ya kuweza kujadiliana na kupata mwafaka juu ya dabi ya Kariakoo. Tunafahamu fika kwamba Yanga, wazee wa Yanga walikaa pamoja na viongozi wa Yanga pia waliongea kwamba hawatocheza dabi nyingine tena, hawajui wala hawatambui dabi nyingine tena. Na hata pia socialites, watu wa mitandao pia na wadau wa Yanga kama Manara alizungumza kwamba haitatokea dabi nyingine yoyote. Lakini pia vile vile jana bwana, kulikuwa na press ya wazee wa Yanga, waliita press na wakazungumza mengi kwamba na wao pia wanafikiri kwamba Simba wao wanatambua kwamba dabi itachezwa. Lakini pia vile vile wazee wa Yanga wakasema kwamba Yanga wamezoea kubebwa na mambo kama hayo. Lakini pia vile vile kitu kikubwa ambacho kinafanya dabi hii iwe ngumu kuchezwa tena na kuzua mijadala mingi ni Young Africa Sport Club, kauli yao ya kusema kwamba hawatambui dabi nyingine tena kutokana na kile ambacho alichozungumza Wallace Karia. Wametafsiri kama ni kuwakosea heshima, kuwavunjia heshima. Hizi hapa ni comment mbalimbali za wadau wa soka kuhusiana na kile ambacho kinaenda kutokea pale katika kunako dimba la Benjamin William Mkapa kwenye ofisi za BMT. Huyu hapa anasema kwamba anaitwa Mkumbo, endapo dabi itachezwa hakuna shabiki wa Yanga ataenda uwanjani. Huu ndio msimamo wetu mashabiki. Kwa hiyo mashabiki wa Yanga bwana, wao hawataki dabi nyingine tena. Ni kweli hawatakwenda uwanjani ama vipi? Tuendelee kufuatilia mtanange huu. Na huyu mwingine anasema bwana, nitakuwa mwisho kuamini kama dabi itapigwa. Lakini pia huyu anaitwa Gibbs Rashi anasema, yani nimemwona Arafat tu nimeshajua hatuchezi. Watu wanafahamu kwamba makamu rais wa Yanga Arafat anasema alishawahi kusema kwamba dabi haitochezwa na kusimamia katika msimamo huo. So watu wamesema kwamba tumemwona Arafat, tunajua kwamba atapinga vikali swala la dabi kuchezeka tena. Sasa sijui wao wanataka nini hasa, labda wanataka pointi 3 kama vile ambavyo tunavyofahamu. Lakini pia vile vile huyu mwingine anasema kwamba chonde viongozi wetu tunawaamini. Hawa ni watu wa Yanga bwana, hawa ni mashabiki wa Yanga, wanazungumza yale ya moyoni. Mashabiki wa Yanga wanaendelea kutupa mawe kwenye comment hizi bwana. Mimi naona ni mashabiki wengi wa Yanga kwamba ole wenu mkubali kucheza hiyo dabi.
Lakini mkumbuke kwamba katika kikao hiki hawapo Yanga peke yao bwana, wapo na wazee wa Simba, na viongozi wa Simba Sport Club ili kupata maridhiano ya pande zote mbili. Hebu tusubiri tuone kikao hiki kitazaa nini, na mimi nakimbia moja kwa moja kuelekea ofisi za BMT pale Taifa ili kujua hasa baadaye mwafaka utakuwaje. Hii ni Afro Media, subscribe, like na comment.